الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sifa ya ibadur rahman, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Hiyo ndiyo sifa ya ibadur rahman kwa kila kitu. Ikiwa kitu kina shida, unatafuta usalama. Ikiwa pana raha, unatafuta usalama. Ndiyo ibadur rahman. Na tushazungumzi haya, walladhina la mpaka tukafika walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala yaznun. Mambo matatu hapa pale pamoja. Na tuliendelea sisi na jarima ya zina. Zina ni kitu kibaya sana sana, na tushayazungumza, lakini lazima urudi nyuma kidogo ili darsa mtu apate kufahamu. Kwa hivyo tulizungumza mengi kwa kiasi, lakini kwa ufupi, almujtama alislami harisun ala kulli alhirs. Maanake umoja wa Uislamu kwa ujumla inalinda ulinzi mkubwa sana ala adami dhuhuri alfawahish, ili fawahishi isije katokea. Huwa wanalinda sana. Mujtama al-Islam inalinda kila kitu. Mujtama al-Islami inalinda ugomvi katika usra, inalinda ugomvi katika musharaka, inalinda ugomvi katika ijtimaa, inalinda ugomvi katika mambo ambayo yote aliyoharimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu inakuwa makini sana, ndio akapata adhabu kali sana mtu mwenye kueneza fawahish, kama tulivyoona huko nyuma. Kwa hivyo ni hatari sana. Uislamu hasa inalinda kila kitu kibaya na inakaribisha kila kitu kizuri. Na watu wengi li suala wamelala sana, wengi sana wamelala sana. Wakati mwingine mtu anaweza kushikana na jambo hili ni haramu, lakini shetani akamzayin akaona kitu hichi ni kizuri. Na halafu hatari kitu kimoja, afdhali wala hakuna afdhali, lakini ni mfano tu, hakuna afdhali. Ni mtu kufanya makosa akajua kama jambo hili ni haramu, akaitambua kama hili jambo ni haramu, basi kurejea kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni rahisi sana, hata kwa binadamu mwenzako. Lakini sasa ile kosa ukalipamba unataka kuingiza kwenye uhalali wele wako, ni hatari sana sana sana. Unaweza wakati mwingine hata ukatoka kwenye Uislamu. Sijui nafahamika vizuri. Unaweza siku nyingine hata ukatoka kwenye Uislamu. Mfano, tuko katika mada ya zina sisi. Zina ukihalalisha tu, basi ushavua Uislamu, ushatoka katika Uislamu. Ukafanya mambo ambayo unayojua, unatimia akili yako, wewe ni mjuaji, ni msomi, ni nini, sawa ni ikiwa madaraka yote ulionayo. Lakini ukijaribu tu kusogea kuitaka kuipamba mpaka mazali wewe kitu hicho unakipenda,
Sasa unataka kuifanyia mpango ili iwe halal, ushatoka katika Uislamu. Lakini ile zina ile ukajua kama zina ni haram, sawa ikiwa unaifanya hiyo zina, lakini itikadi yako ni haram nafanya, toba yake ni rahisi na baada hujatoka kwenye Uislamu. Unaitwa, wajua sisi tumechanganyikiwa na kitu kimoja hapa. Maibadhi wanasema kuna kufru neema na kuna kufru shirki na kuna kufru juhud. Sasa muibadhi akisema tu huyu makosa yake ana kufru neema, basi tayari watu wanapiga tena makelele ya maibadhi, anawatoa watu kwenye Uislamu sijui nini. Sasa soma kwanza, wewe soma madhhabi yako na soma madhhabi ya mwenzako, ndio utapata kutulia na kujua lile swala wanakusudia nini. Na una ushahidi ndani ya Qur'an na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingi tu kama kuna kufru neema. Ni kufru neema bado hujatoka kwenye Uislamu, lakini kufru shirki unatoka katika Uislamu, kufru juhud unatoka katika Uislamu. Sasa hii maasi ya zina ukifanya kuhalalisha tu, basi si Muislamu tena, ushatoka katika Uislamu. Inabidi urejee upya. Lakini ukifanya maasi aina yoyote vile, sasa kitu cha hatari, watu wengi wanayoshindana au wanapenda kitu, huwa jambo hili wanataka kulihalalisha. Kwa hivyo Uislamu, almujtama alislami harisun kulla alhirs ala adami dhuhuri alfawahish, huwa analinda sana Uislamu, hasa mujtama ya Uislamu inalinda yasije katokea machafu ndani ya jamii ya Uislamu. Hata wa in kana alhaddu sayuqamu alaiha illa annaha alahsan alla taqa. Yapo ikawa sharia mtu akifanya makosa anahukumiwa kama mambo ya rajm, tuseme mtu muhsin, au kupigwa bakora ngapi 100 kwa mtu ambayo haya. Yapo ikawa hizo hududi zinawekwa na mtu anaogopa, lakini pamoja na hayo yote Uislamu ililinda isije katokea. Hata ikiwa pana adabu, pana hukumu na hukumiwa mtu, lakini Uislamu haitaki kabisa jambo maasi itokee katika jamii ya Uislamu. Inalinda yani harisu kulla alhirs, unafahamu, ala alla taqa almas'ala taqa yani alfawahish baina alislam. Hii tujue tufahamu, si kwamba maana yake ikiwa inapitishwa hudud kuhukumiwa hivi au nini basi inakuwa ndio basi na inaruhusu kuwepo, kwa sababu kifanya wewe kosa utahukumiwa. Hapana. Kwa hivyo lazima waungane Waislamu wote, sio kwamba manake utegemea ile hukumu. Ile hukumu sio utegemea hukumu, utegemea kwamba kila mmoja ale watoto wake malezi ya Kiislamu, na asitokeze mtu katika ukoo ule, unafahamu, ana jambo la fawahish au maasi. Kila mmoja ajitahidi kuwa na
kulinda jambo hili. Walakin idha dhaharat fala budda min tathhiriha, lakini sasa hii fawahish au makosa ikitokea sasa, hapana budi ni kuitahirisha, na kutahirisha kwake ni kupitisha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqbalu minhu shafaa. Kosa likifika mahakamani kama tulivyozungumza nyuma, haikubaliki tena shafaa. Haiwezekani kama huyu aliyefanya kosa, huyu ni mtoto wa raisi au waziri au shekhe au nani yoyote, hata ikiwa wao wenyewe wakubwa, ikifika tu basi hakuna tena shafaa, lazima ihukumiwe tu moja kwa moja. Sasa kuna masala nyingine katika hukumu. Mzinifu, tuko katika mada ya mzinifu, tuifahamu, tuelewe. Mzinifu kuna namna mbili. Mzinifu aliyokuwa hajaoa au hajapata kuoa, kama tulivyozungumza nyuma huko. Mtu aliyekuwa kaoa au kawahi kuoa hata siku moja tu akaingia ndani basi, lakini tayari ameshafunga ndoa, halafu akaachana, au mke akafa au yule mume akafa, akabakia mmoja katika wao, ikiwa mwanamke au mwanamume, huyu anaitwa ghairu muhsin. Huyu anaitwa muhsin. Kwa hivyo hukumu yake mbali, hukumu yake huyu ni kuuawa tu kwa njia ya rajim kama tulivyozungumza. Ama mtu aliwa hakuwahi kuoa, basi anapigwa bakora 100. Sasa bakora 100, nani mpigaji na kuna sheria gani katika pigo, kuna kiwango gani, na akija kifa je kwenye pigo ile? Ama yule aliyokuwa muhsin akija kufa kwa njia yoyote ile kabla ya ilani ile, ni masala nyingine. Lakini huyu sasa kuja kufa je? Sharia ya Kiislamu jambo hili linaangalia sana. Akishahukumiwa huyu bwana anapigwa bakora 100, lazima wawepo wataalamu pale, apigwe hali yake jinsi alivyo, udhaifu wake, nguvu yake, umri yake, na yule mpigaji na ile bakora atakayepigwa. Sifikiri kama ili isije katokea akafa, akifa ni hatari, kwa sababu hadi yake si hadi ya kuuawa, ni hadi ya kutiwa adabu, na adabu sio ndogo. Kwa hivyo atatafutiwa mtu ambaye iliyokuwa hana moyo ya sawa. Kuna watu wengine nyoyo zao zina chuki fulani hivi, zina hasad, na mambo ambayo ya maajabu, nyoyo zao sio safi, zinataka sana. Na siku nyingine inategemea kabila na kabila, inategemea ukoo na ukoo, inategemea kujulikana yule mtu. Siku nyingine anaweza kafanya jambo kama hili, ashukuliwa mtu anachuki naye, ile bakora ikawa ni kubwa zaidi, anatumia nguvu zake. Hapana, lazima hapa uangalie zuri yule mpigaji nani na yule anaipigwa nani, na kama tulivyozungumza
Kwa hivyo atatafutiwa mtu wa wastan, bakora ambaye wastan, kama tulivyozungumza nyuma huku. Sidna Umar kaletewa bakora ya kwanza, kaambia haifai. Kaletewa bakora ya pili, akasema haifai. Ya tatu ndio akapasisha, akahukumiwa. Kwa hivyo hiyo moja. Pili, wa kullu man julida bihaddi zina, yoyote anayohukumiwa kwa hadi ya zina, ikiwa bakora au ikiwa rajm, tujue hiyo. Thumma taba taubatan nasuha, akatub toba kikweli kweli, basi kutokana na hukumu ile imerejea kwake kila kitu, anakuwa mu'min katika zumrati almu'minin. صادقا فهو في زمرة المؤمنين. ويدلنا على هذا na ushahidi tunaipata kama huyu kosa lake lile limefutika, lakini muhimu toba. Bila toba ni hatari, kuhukumiwa bila toba atakwenda pabaya, wala yadhi billah. Na atubishwe, akubali toba, anahukumiwa, kisha hukumiwa, basi mambo yote yamefutika. Na dalili ya kwa nini tukajuaje kama jambo hili litafutika na litakuwa tena yeye ni mu'min khalis? Kwa nini? Ni kwa sababu kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi Ma'iz. Huyu Ma'iz bin Malik, tulitoa kisa chake kama mnakumbuka. Ma'iz huyu lama rujim wataba taubatan nasuha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fi Ma'iz lama rajamahu almuhkum Mtume sallallahu alayhi wasallam, laqad taba taubatan nasuha, katubu tauba khasa ya ukweli. Law wuzi'at ala ummatin lawasa'atu, laiti toba ile kama iligaiwa kwa umma, kwa watu wengi, basi ndio watosha. Hii ni dalili kwamba huyu mtu akifanya kosa hilo khalafa katubu akahukumiwa, basi anakwisha. Na ukitazama hadi zina, kama tulivyozungumza, hadi zina si rahisi kukubalika kiushahidi hivi, kumzulia mtu huyu kazini, huyu kaziniwa, na kwenda mahakama, si jambo rahisi kabisa ile juma. Na rahisi ku'tarif, yeye mwenyewe anakwenda anajipeleka mahakamani, kama huyu Ma'iz kafanya kosa hili kwa mlezi wake kama tulivyozungumza huko, na kazini na jaria, akamwambia katika familia wale wanakaa wao wenyewe pale, wanafanya nini? Hawezi, katika sharia ya Kiislamu hawezi mtu kuchukulia uamuzi, hata sharia yetu kufanya uamuzi. Sasa akatumia akili, akamwambia nenda kwa Mtume, umeeleze haya mambo uliyofanya, utazame matokeo. Hiyo moja. Na yule akakubali, kwa sababu kahukumiwa. Wajua mtu bwana akifanya jambo, ibilisi kimvuta mahala kufanya makosa, basi anarejea. Na masahaba bwana ni watu harisin, tofauti na sisi. Akhira wamejeka nasba ayunihim, akhira wanajeka mbele kabisa. Naona mimi sasa hivi nitakufa, nitaacha kila kitu hapa. Wanakuwa na hofu wakifanya jambo, na si Ma'iz peke yake, wengi sana wakati wa nyuma katika sharia ya Kiislamu, ibilisi akimuingiza mahala pabaya,
basi anakimbilia moja kwa moja mahakamani, yeye mwenyewe anajisalimu al-amr, kama alivyofanya huyu Maiz. Ni kwa sababu wao wanajua maisha ya dunia na hasara ya dunia, na wanajua faida ya akhira. Kwa hivyo akaona, mimi jambo kama hili limelifanya, basi bora nende kajisalimishe, nipate kwenda, hajali uhai wake, hajali mali yake, hajali mkewe, hajali watoto, hajali kitu chochote vile, anachojali ni akhira. Tofauti na hivi tulionayo sasa hivi. Niendo tulionayo sasa hivi, mtu akikaa afikiri, akiona siku zote anawazika watu, ndugu zake na wanawe, na shakuwa mtu mzima siku nyingine mtu, lakini hana habari na akhira. Anaona mie bado tu nipo, na halafu kipimo chake ni watu. Yeye ikiwa miaka 70 asema wako watu hati mwaka 80. Bilisi maanake anakuzaini, wako watu ambao wananizidi mimi umri. Tazama mtu mwingine akimwona 85 kusema huyu mwenzangu bado miaka ngapi, 15 mbele huku. Bilisi anamshawishi. Na ushahidi kwamba huyu mtu aliyofanya makosa halafu akenda mwenyewe kukubali kuhukumiwa, na ushahidi ya kwamba mtu huyu ni moja kwa moja peponi, ni ushahidi mwingine huu. Walamma kana raji'an min ar-rajm tahaddatha ba'd as-sahaba fima bainahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporujimiwa, akafanyiwa hukuku za Waislamu zote, kusaliwa na nini. Sasa kwenda kuzikwa, wakamzika. Walipomzika, walipotoka mavani pale, kuna masahaba wawili Mtume sallallahu alaihi wasallam anawajua kwa majina. Mmoja akamwambia mwenzake, tazama huyu upotovu wake, laiti kama lau statara bisitri illah la satarahu Allah, laiti kama najistiri kwa sitra Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atamstiri. Wangapi wanaifanya maasi wakamwomba Mwenyezi Mungu akawasamehe, lakini tazama yeye huyu bwana kenda kujipeleka yeye mwenyewe. Unaona anarujimiwa kama anarujimiwa mbwa nani, wajua maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale walikuwa na wasikia vile wakizungumza, lakini kanyamaza kimya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anajaribu kwenda karibu nao. Baada kwenda katikati ya njia, kuna shimo kubwa hivi, kuna punda kafa katupwa pale, basi kashaoza, inatoka harufu. Na zamani sio kama leo. Hata mimi huko Amani huku na yakumbuka haya, katika vijiji wakati mwingine kuna shimo huko mbele, huku jua kali, akifa mnyama, akiwa ng'ombe au mbuzi au punda, basi huwa na burutu anatupwa pale. Hakuna mambo ya manispaa zamani na nini. Basi akapita Mtume sallallahu alaihi wasallam, punda katupwa pale, ikawa natoka mafunza na nanuka. Akamwambia fulani, wanawajua wa fulani, naam, taala, njoni ni wawili hapa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni si mtu wa kawaida. Mtume si mtu wa kawaida. Akisema kitu, amri yake maanake lilujub illa mtasrufu qarina. Hata Qur'an vile
Al-amr katika Qur'an lilujub lam tasrufu qarina. Qur'an ikiamrisha kitu itakuwa wajibu mpaka itoke qarina ya kuvunja wajibu ule, na hii masala ni refu. Basi akamwambia Taala, kula min hadhihi jifa, kuleni katika hii jifa hii. Wakashtuka wale, wakaona leo mambo makubwa imetufika, kuna nini hata mtume atuamrisha? Akamwambia Rasulullah, ya Rasulullah, ayukal min hadha, liwa katika jambo hili naliwa ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, asabtum akbar min hadha, nie mulifanya jambo kubwa zaidi kuliko hili. Akamwambia, ipi ya Rasulullah? Akamwambia, mlikuwa mnikazungumza kadha 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 kadha, mnamjua, lakini sasa hivi alipo yule wao hawajui. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwaeleza kwamba sasa hivi huyu yuko pahala pazuri mno kutokana na ile toba aliyotubu, taubatan nasuha. Sasa mmoja ni hii ushahidi huu, ushahidi mbili katika suala hili, tokea hili la mazungumzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja kwamba mtu akifa sio kwamba maanake tunavyofikiria sisi kama kufa kwake na kufa basi hakuna hisabu, hakuna hisia, hakuna jambo lolote. Wapi? Mbadiliko kutoka duniani kwenda kwenye hayati albarzakhia. Pale ndipo wanapotoka roho, pale inabakia kilwili tu pale. Nafsi inakaa wapi? Na wanasema maulama kwamba yule maiti anasikia na anahisi na anajua kila kitu. Habari hii wanaipata wapi? Wanaipata habari hii kutokana na isharat alizotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata katika vita vya Badr walipouawa makafir na wengine Waislamu vile vile wakafa, akina Mtume sallallahu alaihi wasallam anawapa khitab. Hivyo ni dalili kama mtu akifa ana hisia, tena hisia kuliko hisia ya akiwa hai. Kwa hivyo tuchukue hadhar kubwa sana sana ya hiyo safari tunayokwenda. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kawaeleza, akawaambia kwamba huyu ni mtu mwingine, huyu Maiz ni mtu mwingine. Ndio akasema, aina fulan wa fulan, fajaahu faqala lahuma anzila fakula min hadhihi aljifa, min hadhi jifatu alhimar, teremkeni. Palikuwa na shimo, ambaye teremkeni huko chini mule hiyo. Faqala ya Rasulullah, wa man alladhi yaakul min hadhihi aljifa, nani mtu anaweza kula katika jifa hii? Faqala lahuma ma qultuma, vile mlivyosema nyie, fi irdhi akhikuma, katika kumvunjia heshima ndugu yenu. Anifan sharrun min hadha, ni shari zaidi, ni kubwa zaidi kuliko kula hii jifa. Jifa ndo anaweza kula punda, tena punda alioza, wadudu wanatoka. Au kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalafu Mtume anaendelea kuambia, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa huyu ambaye
nafsi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko katika hifadhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kiapo hicho alikaapa mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu la fi anhari janna yanghamis, yuko peponi kabisa, anatembea. Yuko peponi anatembea. Je, pepo tayari wanaingia watu kabla ya hisabu? Inakuja swala hapa. Hapana. Hii hayati albarzakh, hii uhai wa barzakh baada ya kufa, kuna starehe kubwa haina mfano. Na kama tunavyosema katika durusi iliyopita, nasema nafsi ni kitu kingine, na roho ni kitu kingine, na kilwili ni kitu kingine. Vitu vitatu hivi. Hii kilwili ni chombo ya kukaa nafsi na roho. Kilwili tayari imeshakwenda kwenye ardhi, inabakia nafsi. Iko wapi? Iko maisha gani? Starehe aina gani? Na dalili ya mambo haya, tazameni, mtu asikanushe mambo kama haya kwa ajili ya kuwa yeye mtaalamu, mwanasayansi, nini na nini. Haya asiyakanushe mambo yaliyothibiti kutokana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ilithibitishwa na Qur'an. Na kuna isharati nyingi haya niliyozungumza ndani ya Qur'an ambayo sio pahali pake sasa hivi, na isharati nyingi aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo maisha ya kibarzakh haitegemei kilwili kama maisha ya kidunia. Hawezi kayajua mtu mpaka mtu afike pale. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuondoke kwa usalama hapa duniani. Tukifika huku ndio maisha ya milele na milele. Inaanza maisha mazuri hapo mpaka moja kwa moja, mpaka unasimamishwa kwenye mahisabu, itakuwa nyepesi na njia ya kwenda peponi moja kwa moja. Maisha ya peponi ndio maisha ya milele. Kwa hivyo huyu Baiz, Mtume sallallahu alayhi wasallam katoa habari, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kwamba yuko katika maisha mazuri kama vile yuko peponi. Maisha ya kibarzakh ni maisha mabaya sana kwa watu wabaya, lakini maisha mazuri kwa watu wazuri. Na panasemekana kwamba nafsi inatembea mpaka inakuja ziara kwa familia, wewe hujui. Inakuja mpaka mahala alipokuwa kiishi, anatembelea watoto wake, anaona mambo yote yale. Siku nyingine mke ashaolewa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anayageuza mambo ya wivu yote, anampa raha ya haina mfano. Hatujui tena huku kama kuna maisha ya wanapewa wanawake kama hapa duniani, hatujui. Lakini alhasil, maisha ya kibarzakh ni maisha ya starehe kubwa sana ikiwa unajiandaa hapa duniani. Lakini maisha mabaya na ya hatari na ya adhabu kubwa tangu inapotoka roho mpaka mahala unakokwenda. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watu wema inshallah, wenye kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, akatuweka pahali pazuri baada ya kufa kwetu mpaka tungie peponi. Allahumma allimna ma lam na'lam, fahimna ma lam nafham, innaka antal aziz wa antal hakim.
وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك يا رب العالمين. اللهم قوي وحدتنا واجعل المحبة بيننا وارزقنا من حيث نحتسب من حيث لا نحتسب واجعل عاقبتنا خيرا مما نحن فيه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.